Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameisihi serikali kuhakikisha kuwa haki ya kuandamana kama inavyodhaminiwa na katiba inaheshimiwa kikamilifu. Raila anaelezea masikitiko yake kutokana na jinsi baadhi ya maafisa wa usalama wanavyotuhumiwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Maandamano imehalalishwa na katiba yetu, lakini maandamano yanataka ifanyike kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka miwili iliyopita, na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani, lakini ubaya ni kwamba tulipokuwa tukatoka namna hii, tear gas inapigwa kwetu. Sasa kikianza namna hii, vijana vile wanaanza kurusha mawe. Kiongozi huyo wa ODM amemtaka Rais William Ruto kuanzisha mpango wa fidia kwa waathiriwa wa maandamano, wakiwemo waliojeruhiwa na familia za wale waliopoteza maisha yao, hasa wakati wa maandamano ya mwaka 2023 yaliyopinga sera za serikali, pamoja na yale ya mwaka jana yaliyopinga mswada wa fedha yaliyoendeshwa na vijana kote nchini. Wale ambao walikufa wazazi wao wapate fidia, na hata wale ambao mwaka jana wa Gen Z iwe namna hiyo, na wale ambao wako sasa katika hospitali vile wapewe pesa ya kupata matibabu. Katika kaunti za Nairobi, Bungoma na Kakamega, mamia ya vijana walianza kushiriki maandamano ya amani kuwakumbuka wenzao waliouawa mwaka jana. Hata hivyo, hali ilibadilika na kuwa ya taharuki baada ya polisi kujaribu kuwatawanya kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi, hali iliyopelekea vurugu mitaani. Kwa upande wake, Rais William Ruto amewataka vijana kuheshimu katiba na kufuata sheria wanapotekeleza haki yao ya kuandamana. Alitoa kauli hiyo wakati wa hafla ya mazishi ya babake mzazi wa gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro. Hata wakati wa maandamano pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.